watu wamezungumza mengi kwa mitandao ya kijamii. Mimi nataka kusikia kutoka kwako. Una kinyongo na mchezaji ambaye alikufanyia foul ambaye amekusababishia kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu? Hapana, mimi kweli sina kinyongo. Hapo kitu kikubwa zaidi, yani nilichukulia ni kama mchezo. Nilichukulia kama mchezo, na hata mwenyewe pia alinitafuta, bwana sorry imeisha, sababu ni mpira. Na pia mimi ninachoamini ni Mwenyezi Mungu tu alikuwa imefikia wakati kwamba amepanga, kwa sababu nimecheza miaka 5 bila kuumia. Alikuwa naumia lakini maumivu ya kawaida, lakini kwa nini sasa hivi? Ina maana Mwenyezi Mungu ana mipango yake na mimi, na ndio maana ameweza ameweza kuruhusu ili kulipitia katika wakati huu. Kwa mimi kikubwa nashukuru, kwa sababu ninachoamini yeye ndo ameruhusu hili. Kwa hiyo hata yeye yule mtu sina kinyongo, kwa sababu ile ni kazi yake na alichokifanya basi alistahili kukifanya kutokana na majukumu au matakwa ya timu yake. Kwa hiyo mimi kwangu wala haikuwa kinyongo, na ni mtu ambaye nawasiliana naye, ni mtu mzuri, na pia naamini hata safari hii wapetabasamu wanaweza kawepo kwenye timu yake. Hapo wakati umepata hilo injury, kwa picha ya kawaida watu walihisi kama tatizo dogo. Baadhi ya mashabiki wa Simba wakawa wanaimba kajivunja, walihisi kama mechi imekupalia. Kesho tukaona jambo limekuwa serious kubwa kiasi kwamba unaenda kukaa nje. Ilikuwa ni scenario namna gani kusikia kelele za mashabiki wakihisi kama umemshindwa kumkaba Selemani Mfalme, umejivunja? Mimi kwanza nitakwambia kitu kimoja. Mimi katika maisha yangu sijawahi kujivunja, kwa sababu siaminiki yani kwamba labda naweza ngakutana na watu kwamba wanifanye kwamba eti mimi niogope nishutu za mechi kwamba okay sasa nastahili kujivunja nitoke. Siaminiki katika tatizo. Yani mimi wakati wote kama ninavyosema, mimi ni mshindani, napenda kushindana muda wote, napenda kushindana. Kwa hiyo wao waliona vile kutokana na scenario ambayo ilitokea, na hata mimi mwenyewe pia baada ya mechi niliangalia mechi, nikiangalia scenario na jinsi nilipopata maumivu, nimeona pale ilikuwa kama challenge ya kawaida, yani vipi yani. Kwa hiyo vitu kama hivyo na maana ni Mungu tu ambaye amepanga kwamba bwana, ndio maana naweza kusema pia kuna muda unaweza unatembea tu ukapata maumivu au ukajikwaa tu kidogo, yani kawaida, umeona. Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Kwa hiyo kujivunja mimi katika maisha yangu sijawahi na siwezi, na siongei kwa ubaya, lakini sikuona ugumu wa mechi kwamba mchezo ulikuwa mgumu kwamba kupelekea mimi kujivunja. Na sikuona sababu au sikuona mtu yoyote kwamba anaweza kunichallenge mule kwenye ule mchezo kwamba ifikie tu kwamba mimi nijivunje kwa sababu yake. Mchezo ulikuwa open tu kawaida. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu, majeruhi hapa na pale basi. Lakini mlikuwa surprised kwa namna Simba walivyokuwa wanacheza, tofauti na michezo mliowafunga michezo 6 mtawaliwa, namna walivyokuwa wanafunga. Sikuwa surprised kwa sababu nilitegemea watakuja vile, kwa sababu ukiangalia tumewafunga sana michezo ya nyuma. Kwa hiyo ilikuwa lazima waje watumie effort kubwa ili kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo ule, lakini sisi nasi tulijipanga kuweza kupata matokeo, na matokeo ambayo yalitokea ina maana ndio matokeo ambayo yalikuwa yamepangwa na ndio maana yaliweza kutokea. Niliona ukiwa unaalia, natamani kujua kipi ambacho kilikuumiza zaidi, kuto kuendelea na mchezo ama kuona kwamba umeumia? Yani kilichoniuma zaidi ni kuona kuto kuendelea na mchezo, kwa sababu nilitamani kuendelea lakini nikaona hapa siwezi tena kuendelea. Ndio maana kuna muda nikawa nimetoka, mwalimu ananiambia rudi, yani narudi, lakini naona mbona kama nashindwa kosa ile hali kama imeniuma, na ukizingatia hiyo situation sasa kuipitia ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniumiza na ilikuwa kama surprise kwangu. Diki, tutajua washambuliaji bora watano kwenye NBC kwenye hiki kipindi ambacho umekiona cha mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili ambao umeanza. Mimi naitazama kwenye picha moja kubwa sana, kwa sababu kwanza ilianza ikiwa ndogo sana, lakini tukiwa tuna matumaini makubwa kwamba kuna sehemu tunahitaji kufika. Ndio maana hata wakati tunaanza tulikuwa tunaweka effort kubwa sana ili kuweza kufikisha pale ambapo sisi tunatamani ifike, na ukiangalia tumeweza kwa asilimia kadhaa, na ndio maana hata JSM Foundation wameweza kuona kwamba okay tunahitajika na sisi kutia nguvu ili kuweza kuwa support. Lakini ukiachana na JSM, nyie pia waandishi mmekuwa watu kutusupport toka katika siku ya mwanzo kabisa, tamasha letu la mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nayo inatupa nguvu, na nyie mnakuwa mnazidi kutupush na vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya vinazidi kuonekana na kutembea. Lakini watu wanaona kama mzani unaelemea sehemu moja, kila siku unashinda wewe bwana. Watu wanaona sasa kibwana atashinda lini? Kikubwa ni maandalizi ambayo mimi nafanya. Kizuri najua kuchagua timu nzuri ya wachezaji, kwamba mchezaji gani mzuri. Mimi sitafuta pia tu wachezaji wazuri, natafuta wachezaji wazuri ambao pia naamini wanaweza kupambana na kuweza kufanya vizuri. Mimi sichukuliagi kama ni mchezo tu wa hisani, ila
mimi ni mshindani siku zote na napenda ushindani. Kwa hiyo na napokuwa nachagua timu naangalia na ushindani kwamba sawa watu waburudike, lakini niweze kupata matokeo mazuri. Hapo hapo lakini watu wanaona Diki kila siku anashinda. Leo tumemsikia Aziz Ki ametangaza upande wake. Kuna namna yoyote umeshtuka kusikia Stefan Ki Laproga amesema yeye upande wa Kibwana? Mimi kwangu sijashtuka kwa sababu mwaka huu pia mimi mwenyewe na timu nzuri sana na tumejaribu kuangalia na tumetamani mwaka huu kuifanya kwa utofauti kwamba at least tupate asilimia kubwa. Najua miaka ya nyuma tunakuwa kuna muda tunaenda tunakwama kwa sababu unakuta ligi ilishaisha na wachezaji wengi washaondoka, alafu tunapata nafasi kubwa mpaka kwa watu kuja rudi tena. Sasa mtu uweze kusema sio eti mtu yuko kwao tayari kashasafiri nje uweze kumrudisha na kuwa ngumu. Kwa hiyo mwaka huu at least kwamba tunamaliza ligi, tunamaliza FA, hakuna pale national break. Kwa sababu kipindi cha nyuma nakuta ligi na FA kishaisha kuna timu za taifa pale zinacheza kwa watu wapo katika timu zao za taifa. Kwa safari hii hakutakuwa na pale. Kwa hiyo naamini wachezaji wengi wa Simba, Yanga na Azam watakuwa kwenye ile wiki ya FA, wao wengi watakuwa wanapatikana. Kwa hiyo tutaweza kuweka timu moja, lakini kikubwa timu yangu mimi ninachoamini safari itakuwa nzuri sana. Ndio maana hata niliposikia swala la Azizi sijashtuka kwa sababu na timu bora sana mwaka huu. Sawa, mimi nikurudisha nyuma mbali tu na kuwa nje ya pitch, kitu gani ambacho umemiss zaidi kwenye klabu yako? Kitu nilichokimisi zaidi labda ni ile support tu ya wananchi kwamba tunapokuwa uwanjani tunapopambana na wamekuwa kutusupport. Ndio kitu ambacho nimekimisi, vibe yao. Kuna mchezo Yanga walipoteza, walitoa sare pale Morogoro na dhidi ya Mtibwa, watu wakawa wanaona Yanga namna gani nini. Kwako kile kipindi cha ups and down timu inapitia kama kiongozi, uko unazungumza nini na wachezaji wenzako? Na kwanza nilikuwa naamini ni nyakati tu za mpito, kwa sababu ukiangalia tulikuwa tunacheza mechi back to back, lakini pia timu ilikuwa ina majeruhi wengi. Kwa hiyo nikaamini kwamba timu yangu itaenda itakaa vizuri, na hata kabla ya michezo huwa mimi mara nyingi napenda kutuma tu message kwenye WhatsApp, kwa sababu tuna group, napenda kutuma kwamba okay, mchezo muhimu, lazima tukapambane tuweze kufanya vizuri na ni pointi muhimu katika mchezo huo. Lakini ilifikia stage ambayo mimi pia nilikuwa natamani tusiende kucheza kwa sababu timu ilikuwa tayari kuna majeruhi mengi na mechi tutacheza back to back. Kwa hiyo lakini ukiangalia toka tumerudi watu wanapambana na timu inapata matokeo, na ninachoamini hiki ambacho kimeanza sasa hivi ndio mpaka mwisho wa msimu. Mbali na mchezo wa mpira wa miguu kwa ni mchezo ambao unahusishanisha kugusana na matukio mengine baada ya shukrani sana. No, hapana. Hiyo ni kawaida, lazima kuna namna lazima muishi hivi nje ya mpira. Hujafanya kawaida. Yes, kawaida. Kuna kitu hapo kimejia kidogo, labda unaweza kusikia kapteni wako. Yes. Lakini mwisho wa siku aliishia kucheka. Nimecheka na sio kama ajui, anajua anachokifanya. Sometimes anataka watu wafurahi, lakini sio ndio yule kiongozi. Kwa hiyo uko vizuri kichwani. Kaamua tu kuleta uchale. Sana. Kaamua tu kuleta uchale. Tumemsikia Kibwana hapa ametamba, amesema safari hii atakuja kivingine. Wewe umemtizama Kibwana unasema ukimwangalia tu unacheka. Mwenyewe umecheka. Sasa unanigumanisha. Hujacheka kwani? Umecheka. Kibwana anafurahisha, of course anafurahisha, lakini mechi itakwenda kuwa na ushindani mzuri na najua lazima atakuwa amejipanga sana, hawezi kukubali mara 3-4 afungwe mfululizo. Kwa hiyo lazima atakuwa amejipanga sana kwa msimu huu kuweza kufanya vizuri. Aziz Ki amechagua upande mapema, kusema upande wa Kibwana Bwai. Azizi kachagua tu mbele zatu, lakini tokea nyuma tunajua Azizi kama ni mchezaji wa timu Kibwana. Ni muda tu alikosa kuja kutokana na ratiba zake, lakini Azizi waga ni mchezaji wa Kibwana. Nini unawaambia wana Morogoro kwa fursa nyingine inayokuja? Wape tabasamu inaenda kutengeneza vyoo vya mashuleni, lakini pia inaenda kuwainua wakina mama wakuja jasho mama ntilie. Hili nadhani ni fursa kwao, kitu kikubwa sana, na kwa tabasamu sio kwa ajili yetu sisi tu, hii ni kwa Watanzania au kwa mtu yote ambaye anaweza kuguswa na hichi kitu. Ndio maana halisi wape tabasamu. Sisi ni kama tumejitokeza kuweza kufanya hivi, lakini ni kitu ambacho kinawagusa watu wengi, ni kitu cha kujitoa, ni kitu cha jamii. Kwa hiyo watu wa Morogoro hili ni lao, na next time tutatafuta sehemu nyingine ya kwenda, kama alivyosema George hapa kwamba tulipaswa kwenda Arusha kutokana na ratiba kidogo. Kwa hiyo kila mkoa Mwenyezi Mungu akitupa pumzi na umri tutaweza kufika. Mchezaji gani anaisumbua sana kwenye simu hajapata nafasi ya kucheza tabasamu yoyote?
lakini anapiga bwana Msheli, safari hii nipo. Wapo wengi sana, lakini tunajitahidi kwa kila msimu tuweze kumchukua kila mtu ili aweze kucheza, kwa sababu kila mtu anatamani kucheza, kwa sababu mechi hizi zinaonyeshwa, huwezi jua riski ya mtu inapatikana wapi. Kwa hiyo tutajitahidi kila mtu ambaye anaweza kutafuta, na kwa wengine ambao pia tunaweza kuona anaweza kucheza mashindano haya tutawachukua wacheze. Kwa vijana wenzako wa Morogoro unazungumziaje, ama hawajapata nafasi, wanaamini pia ni fursa kwao? Ni fursa, lakini pia lazima ili mashindano yawe na mvuto zaidi, kuna namna, lazima kuna watu wawepo ili kuleta mvuto zaidi katika mashindano. Kwa hiyo wao pia hatuwaachi. Katika timu zote mbili tunachukua wachezaji 3-4 kutoka Morogoro, timu Kibwana, timu Dickson. Kwa hiyo wao pia tunawagusa. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana wa Morogoro na player. Fursa kwao pia. Neno lako kwa mashabiki wa Mtwalibu Msheli, lakini mashabiki wa Tabasamu kwa ujumla, tunaomba waendelee kutusupport kwa mashabiki na kwa mtu yote ambaye ataweza kuguswa katika jambo hili. Hili ni jambo letu na tunarudisha kwa jamii, ni baraka kuweza kurudisha kwa jamii. Mwenyezi Mungu atakufungulia pasipo kujua, kwa sababu hii mambo ya kuwagusa watu ambao wana mahitaji ni kitu kizuri sana. Mwisho kwa Kibwana, ajipange. Kibwana ajipange, akileta uchali tunamfunga tena. Akileta uchali tunamfunga tena. Shukrani. Poa.